Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia, pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Agosti 25 ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi amejiuzulu wadhifa huo. Kuna nini? Uwezi kutaja moja kwa moja kwamba hiki ndicho kilichochochea, lakini kwa kuzingatia mazingira ya kisiasa ya sasa, kumekuwa na vuguvugu kubwa ndani ya chama chenyewe kwa baadhi ya vigogo, na mwanzo kumekuwa na upepo kwamba baadhi ya wahafidhina wanamtizama kama mwanasiasa anayependa maridhiano na mabadiliko, na mara kadhaa ameonekana akiwa mstari wa mbele kunyosha kidole kwa baadhi ya watendaji serikalini, hata vyombo vya dola vinavyoonyesha ukandamizaji. Huko DRC, vijana wavamia chumba cha maiti na kuchukua kwa nguvu mwili wa marehemu wa Ebola. Kwa mengi zaidi kanasi, kwanza taarifa ya habari na Angela Ngendo. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Dodoma, Tanzania. Makamu wa rais nchini Tanzania Dr. Emmanuel John Nchimbi amejiuzulu hii leo na kuongeza kwamba anastaafu kutoka utumishi wa umma. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, Dr. Nchimbi amesema amemwandikia barua ya kuondoka wadhifa wake Rais Samia Suluhu Hassan na kwamba ombi hilo limeitikiwa na rais. Haijabainika kilichomfanya makamu huyo kuachia ngazi. Wadadisi wa kisiasa wanasema huenda alikuwa na msimamo tofauti na rais, hususan baada ya vurugu za uchaguzi, mazungumzo ya kisiasa na mchakato wa mabadiliko ya katiba. Rais Samia anatarajiwa kumteua makamu wake ambaye ataidhinishwa na bunge na kisha kuapishwa rasmi ili kuchukua nafasi ambayo Dr. Emmanuel Nchimbi ameiacha. Lusaka, Zambia. Mahakama nchini Zambia zimefungwa kwa siku ya pili, huku siku ya mwisho kuwasilisha hoja kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais kifikia Jumatatu ya wiki hii. Polisi walionekana kushika doria katika baadhi ya mahakama na maeneo mengine ya mahakama alizungushwa nyaya kumzuia ama kuwazuia watu kuingia. Kiongozi wa upinzani Brian Mondobile amesema anawasilisha hoja mahakamani kupinga matokeo ya urais, akisema uchaguzi huo ulikumbwa na ubadhirifu. Mondobile alipata 38% ya kura nyuma ya rais Hakainde Hichilema aliyepata 60% na kutangazwa mshindi wa muhula wa pili. Jumatatu ya wiki hii ilikuwa ni siku ya mwisho kuwasilisha hoja mahakamani, na mawakili wake Brian Mondobile walifika mahakamani na kuamrishwa na maafisa usalama kuondoka eneo hilo. Hichilema anatarajiwa kuapishwa Septemba mosi, lakini hili lingecheleweshwa baada ya kesi kupinga ushindi wake. Mahakama kuu mjini Lusaka, mahakama ya juu pamoja na mahakama ya kikatiba zimefungwa na haijulikani lini zitarejelea shughuli zake. Upinzani unasema hii ni njama serikali kumzuia Brian Mondobile kuwasilisha kesi ya kupinga matokeo ya urais. Juba, Sudan Kusini.
Watu waliokuwa na silaha walivamia msafara wa walinda amani Umoja Mataifa na kuwaua maafisa wawili huko Sudan Kusini. Sio kawaida walinda amani kulengwa Sudan Kusini licha nchi hiyo kukumbwa na vita. Hakuna kundi limedai kuhusika na shambulio hilo ambapo walinda amani 7 walijeruhiwa vibaya. Kikosi hicho cha Umoja Mataifa maarufu kama UNAMIS kinasema walinda amani waliouawa ni raia wa Ethiopia. Msemaji wa walinda amani hao Stephanie Dujarric amesema wanajeshi hao walikuwa wanashika doria katika eneo la Pajut, jimbo la Jonglei, wakati walipolengwa. Kufikia sasa ni walinda amani 9 waliuawa mwaka huu nchini Sudan Kusini. Katibu mkuu Antonio Guterres amelaani mauaji ya sasa na kutaka waliohusika waajibishwe. Maiduguri, Nigeria. Kundi la wapiganaji nchini Nigeria limetoa video ambayo wakazi wa jimbo la Niger wanasema ni wanakijiji 600 waliotekwa nyara kutoka msikitini wiki iliyopita. Kanda hiyo imeonyesha wazee, watoto na wanawake waliokaa katika maeneo ya misitu na kusimamiwa na watu waliokuwa na silaha. Baadhi ya watoto wanasikika wakilia. Misururu ya utekaji nyara imetawala kaskazini magharibi mwa Nigeria ambapo magenge yamezidisha kulenga vijiji, shule na misikiti. Tukio la sasa limetokea kijiji cha Dekara ambapo waumini waliokusanyika kwa sala Ijumaa walishambuliwa na kutekwa nyara na genge lenye silaha. Tukielekea jimbo la Ogun kusini mwa Nigeria, bibi wa miaka 101 amekamatwa na kushitakiwa kwa kosa la kuuza bangi, kesi ambayo imezua mjadala mkubwa wa umma. Esther Ogunmabo ambaye ametajwa kama ajuza alikamatwa katika jimbo la Ogun na maafisa wa mamlaka kukabiliana na mihadarati Nigeria maarufu kama Ndelea hapo Jumapili. Mkuu wa Ndelea Femi Babafemi amesema bibi Esther alipatikana na gramu 90 ya bangi iliyopakiwa kwa karatasi tayari kuuzwa kwa wateja. Makachero anasema ajuza huyo alilazimika kuanza biashara haramu ya bangi baada ya duka lake la awali kuchoma moto. Binti yake Esther pia amekamatwa kwa kushirikiana na mamake katika biashara hiyo ya bangi. Ajuza Ogunmabo ameachiwa kwa dhamana na Ndelea imetaka mahakama imwagize apokee ushauri nasaha, ikisema hawezi kukidhi maisha ya jela kutokana na umri wake mkubwa. Asante sana Angela Ngendo. Na sasa tuanzie huko nchini Tanzania ambapo makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu rasmi kutoka wadhifa huo. Kwenye taarifa kutoka afisi yake, Nchimbi amesema amemwandikia barua ya kuachia ngazi Rais Samia Suluhu Hassan na rais kuridhia ombi lake. Aidha, mwanasiasa huyo ameongeza kwamba anastaafu kutoka utumishi wa umma. Hakuna sababu zozote zilizotolewa kuhusu hatua za Dr. Nchimbi. Katika majuma ya karibuni amenukuliwa akitaka kuwepo na mazungumzo ya kitaifa na kushirikisha upinzani ili kujadili mustakabali wa kisiasa nchini Tanzania. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki ilikumbwa na msukosuko wa kisiasa baada ya kushuhudia vurugu za uchaguzi ambapo zaidi ya raia 500 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Mamia pia waliwekwa korokoroni na kushtakiwa kwa uhaini. Tume ya kuchunguza matukio ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana zimeendelea kutoa ripoti bila utekelezwaji wowote. Angela Ngendo amezungumza na mwenzangu George Njogopa kuhusu matukio ya sasa Tanzania. Na kweli hatua hii ya Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, kutangaza kwamba anaachia ngazi katika nafasi yake kumewashtua wengi, na kwanza ni hisia mseto kutoka kila kona, wengi wakidhani mwanasiasa huyu ambaye amekulia ndani ya chama hiki cha Mapinduzi kuanzia ngazi ya umoja wa vijana akishika nafasi ya juu kabisa, na baadaye akaingia serikalini akakamata nafasi za uwaziri, na baadaye akawa balozi nchi za ng'ambo, akarejea akawa katibu mkuu wa chama hiki kikubwa, na hatimaye nafasi ya makamu wa rais. Kwa hivyo kumekuwa gumzo, wengine bado wanashinda kuamini kwa sababu taarifa yenyewe imeibuliwa kupitia akaunti yake ya Instagram, akiarifu umma kwamba amemwandikia rais taarifa ya kuachia ngazi nafasi yake makamu wa rais. Kwa hivyo
kumekuwa na mgawanyiko. Kwanza kulikuwa na hisia wengine hawaamini moja kwa moja kwamba hii ni taarifa ya kweli, wakijaribu kukagua chanzo uhalisia wake, na kadri muda unavyozidi kuyoyoma ndivyo baadhi ya watu taratibu wanaanza kuamini. Kwa hivyo hisia ni mseto, bado mjadala ni mkubwa, na mwanasiasa huyu ana nguvu ndani ya chama, serikalini. Kwa hivyo mjadala unazidi kujadiliwa katika kila kona. Naamini pengine utakuwa gumzo la wiki nzima. Nini kinatajwa kuchochea yeye kuondoka serikalini? Uwezi kutaja moja kwa moja kwamba hiki ndicho kilichochochea, lakini kwa kuzingatia mazingira ya kisiasa ya sasa, kumekuwa na vuguvugu kubwa ndani ya chama chenyewe kwa baadhi ya vigogo, na mwanzo kumekuwa na upepo kwamba baadhi ya wahafidhina wanamtizama kama mwanasiasa anayependa maridhiano na mabadiliko, na mara kadhaa ameonekana akiwa mstari wa mbele kunyosha kidole kwa baadhi ya watendaji serikalini, hata vyombo vya dola vinavyoonyesha ukandamizaji kwa vyama vya upinzani, hata raia. Kwa hivyo mara zote amejitenga na ukandamizaji wa aina yote unaofanywa. Kwa hiyo amejitofautisha na utendaji wa serikali ambayo inaonyesha dhahiri shairi kwamba inapeleka mlengo huu, lakini yeye akitizama kwamba akitaka kwenda katika hali ya pamoja, kwamba wapinzani wanaweza kawa wana kauli, basi angependa wakaa pamoja wazungumze. Na kikubwa kilichochagiza mpaka wahafidhina akajitokeza hadharani kauli yake hivi karibuni, wakati akizungumza katika kongamano moja ambalo lilohusisha wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, naye akiwa mgeni rasmi katika mkutano huo, alitamka kwamba katiba mpya ni muhimu kupatikana. Akaenda mbali zaidi akiwahimiza Watanzania wapambane wapate katiba mpya. Katiba mpya ni muhimu kwa kizazi cha sasa, cha baadaye na cha baadaye. Katiba ambayo alitamka kwamba itawaunganisha Watanzania, na katiba ambayo inaweza kudumu zaidi ya miaka 50. Akasema katiba ya sasa inampa mamlaka makubwa rais aliyoko madarakani. Kwa hivyo ni haja muhimu sasa Tanzania, pamoja huko nyuma kumekuwa na michakato ya kutaka kuanzisha katiba mpya, lakini michakato imekwama. Sasa Watanzania wapambane kuhakikisha kwamba katiba hii mpya inapatikana. Kauli hii imekoleza moto kwa hafidhina ndani ya chama chake. Mara zote wamekijitokeza hadharani wakimkosoa wazi wazi na kumtuhumu kwamba huyu ana ajenda ya siri ya kutaka kujijenga kisiasa. Kuna wale wanahoji sasa hii inatoa taswira gani ndani ya chama tawala cha CCM? Taswira inayojitokeza hapa ni kwamba chama hiki bado kipo katika safari ndefu. Kuna mivutano itaweza ikajitokeza ndani ya chama, kwa sababu Emmanuel Nchimbi bado ana ushawishi mkubwa, tena ushawishi wake kwa vijana kutokana na kauli zake za kuwatetea kwa wanawake, makundi mbalimbali wanataka mabadiliko ndani ya chama. Pia bado kuna watu wanamunga mkono, licha kwamba kama tuko hivi karibuni iliwaingua baadhi vigogo ambao wanaonekana kuwa na ushawishi naye wakaweka kando. Lakini ninavyoona mie, chama hiki kitakuwa na safari ya kujirekebisha na kujisaisha katika siku za usoni. Pengine kuna yule ambaye anatajatajwa huenda akapata wadhifa huu wa Dr. Nchimbi. Kumekuwa na wanasiasa wengi wanaotaja wakati, lakini ni mapema mno kubashiri nani anaweza akachukua nafasi ya makamu wa rais. Lakini kwa kawaida mara zote makamu wa rais ni mtu ambaye anapasa kuwa mtiifu kwa rais kwa nambari moja. Hasiwe ni mtu ambaye mwenye kuonyesha ushawishi, nguvu za kisiasa nje na ndani. Kwa hivyo ikiwapo mwanasiasa ambaye hana, kwa kimombo wanasema hana ambitions zozote katika siku za usoni, bila shaka ndio huyo mtu anaweza akajitokeza. Baadhi ya wengine wanajaribu kutabiri, wanasema pengine waziri katika ofisi ya waziri mkuu Palamagamba Kabudi ni miongoni wa wanaotajwa, pengine akapewa nafasi. Wengine wanakwenda Simba Chawene akapewa nafasi, lakini tusubiri, wakati sio ukuta. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter.
Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Jamii Kivu. Inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundubujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Kufahamu zaidi kuhusu matukio ya sasa Tanzania, tumsikilize mchambuzi wa masuala ya uongozi. Kwa mujibu wa taarifa ulizonazo, ni nini hasa kilichosababisha Bwana Nchimbi kujiuzulu? Mimi Aristides Kabendera, nikiwa Dar es Salaam. Mimi ni mwadhiri wa elimu ya juu katika masuala ya mahusiano ya kimataifa, diplomasia na migogoro. Kile alichokisema kwamba rais anataka mabadiliko, yawezekana labda yeye anaona labda hawezi kuyaendo hayo mabadiliko, na labda ifahamike kabisa labda kwa wasikilizaji kwamba tunaposema mabadiliko yaweza kuwa ya kiuchumi, ya kisiasa au ya timu ambayo mheshimiwa rais anakuwa anataka kufanya nayo kazi. Sasa labda yeye akijiona afiti anaweza akaamua kumpa rais nafasi ili aweze kuendelea mbele, kwa sababu rais ni taasisi ambayo lazima wote mkubaliane nayo. Sasa makamu wake ndiye mtu wa kwanza ambaye lazima afanye kazi sambamba na rais. Sasa hayo labda tunahisi yanaweza yakasababisha kwamba aone kwamba ajiweke pembeni, lakini kilichoko mbele ni utekelezaji wa ilani ya chama. Sasa labda kama haijatekelezeka au vyovyote vile, basi yeye anaona basi ngoja nikae pembeni, lakini zaidi tusubiri, tutajua zaidi. Na wakati ambapo tunasubiri Bwana Kabendera, kauli yake kwamba Rais Samia anataka mabadiliko, labda inaashiria nini? Je, alipewa ujumbe wa moja kwa moja kwamba anatakiwa kuondoka, ama yeye mwenyewe ni kusoma ishara pia kama mwanasiasa? Hapana, unajua mimi naamini kwamba makamu ndiye anayemuelewa rais kuliko mtu mwingine. Sasa hii inaonyesha kwamba anamuelewa vizuri rais wake, na kama tunavyomuelewa Dr. Nchimbi ni mtu mwenye kifua na uwezo wa kujichallenge mwenyewe. Sasa hatuwezi kujua sababu rais ana staili ambayo sisi hatujui ya kufikisha ujumbe, na kila rais akitoka huyu akija huyu, kila mmoja anakuwa na staili yake. Sasa mheshimiwa Rais Samia staili yake labda ambayo anaweza kumfikishia ujumbe, mimi nafikiri hatuijui, lakini ninachoshikilia ni kwamba makamu anamuelewa vizuri rais wake, kwa hiyo anaweza kuziona ishara, basi yeye akaona labda hata bila kuambiwa moja kwa moja akasema labda ngoja niwajibike. Naamini kwamba ni wengi wanauliza maswali mengi kuhusu mazingira ya kujiuzulu kwake, na kwa hivyo tutaendelea kama ambavyo unasema kwamba yeye ndio mwenye kuelewa rais vizuri. Labda katika hali hiyo, wewe mwenyewe kwa tathmini lako unaona pengine kulikuwa na shinikizo lolote kutoka kwa Ikulu au ndani ya CCM? Okay, mimi ninachoweza nikasema ni kwamba hata kulikuwa na mfano na shinikizo, si jambo la kushangaza, kwa sababu shinikizo katika siasa ya nchi yoyote ni la kawaida. Maana ya shinikizo ni kwamba kupewa pressure. Kwenye siasa ni jambo la kawaida kwa ngazi yoyote ile. Unapewa pressure, ukiona pressure imekuzidi, basi wewe unaweza ukaamua kukaa pembeni. Na kwa CCM sio mara ya kwanza, hata hapa juzi tuliona kwamba Mheshimiwa Job Ndugai alipewa pressure ya wazi na waheshimiwa wabunge, basi akaamua kujiuzulu. Sasa katika hili hatuwezi kujua moja kwa moja, lakini muktadha mzima ni kwamba shinikizo ni jambo la kawaida, sio la kustusha. Kuna minong'ono kuhusu mivutano ndani ya CCM. Kuna uhusiano wowote kati ya mivutano hiyo na kujiuzulu kwa Nchimbi kwa mtazamo wako? Dada yangu, nakubali minong'ono imekuwepo, ila kati ya Dr. Nchimbi na Mheshimiwa Rais hakuna aliyetoka hadharani labda kuonyesha kutokubaliana
na mwenzake. Manake mpaka dakika ya mwisho mikutano wanakuwa pamoja, katika function mbalimbali za kiserikali wamekuwa wanakuwa pamoja. Mheshimiwa Nchimbi anapotumwa na rais akimwakilisha amekuwa akimtaja na kwa heshima kubwa sana. Unaona, sasa hapa nitakuwa labda nisizunguke sana, labda kusema kwamba tupambanie katiba, kila alichokiongea wakati akiwa na wadau haki za binadamu, japo iko kwenye ilani ya CCM, lakini kuna waliofikiri kwamba kupaswa labda kuwakumbusha kwamba wapambanie katiba. Lakini mimi nafikiri kama CCM imeshaahidi kwamba katiba iko ndani ya ilani yake na itatupatia katiba mpya katika awamu hii, basi nafikiri yeye wajibu wake kama makamu wa rais aliona kwamba ngoja awachemshe kidogo na wananchi ili waweze kuongeza msukumo. Ndicho ninachoweza nikasema. Kuondoka kwa Nchimbi kunaweza kubadilisha vipi mizani ya kisiasa ndani ya CCM na pengine taswira kubwa Tanzania, na pengine wewe mwenyewe kwa mtazamo wako ni hatua ya kawaida ya kisiasa au kuna jambo kubwa zaidi linaloendelea nyuma ya pazia? Ndiyo, nafikiri lazima kuwepo na mtikisiko kidogo, manake itaanzia ndani ya CCM kwa sababu tayari ni mabadiliko. Anastaafu manake anaondoka anabaki kuwa kada, ila yeye ana wafuasi wake ambao kidogo hawajafurahi, waliokuwa wanampenda labda wakimwona yeye kama role model, lakini kuna wengine labda ambao wanafurahi kuona kwamba, kwa sababu ndani ya siasa huwa kuna makundi. Sasa wanaobaki wanajiuliza hii ni vipi na kuaje? Kwa hiyo ishi kwenye chama vile vile hata katika ndani ya serikali. Kwa hiyo mkisiko lazima utokee, kwa sababu hata ile process nzima ya kuanza kutafuta mbadala wake lazima kama taifa lazima itatutikisa. Lakini dadangu, nachoomba tu kimoja ambacho labda tuweke na akiba ya maneno, kwa sababu yeye ameandika barua, lakini rais ana njia 3 anazoweza kurespond hilo jambo. Pili, la kwanza ni kuandika barua ya kukubali, la pili anaweza kukataa, au la 3 anaweza kukaa kimya. Maana yake nalo kwamba amekubali. Sasa hii haimfungi rais kuamua chochote. Kwa hiyo yalikuwa ni madaraka ya kiuteuzi. Sasa yanapokaa pembeni, unapoweza kukaa pembeni, basi nafikiri ni hatua ya kiungwana na ni jambo la kawaida, na viongozi wengine sasa wapate somo. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo zaidi ya watu 300 wamefariki dunia kwa wiki moja pekee kutokana na maambukizi ya homa ya Ebola. Maafisa wa serikali wamesema wahudumu wa afya wamekuwa na wakati mgumu kuudhibiti mlipuko wa sasa. Kufikia sasa zaidi ya watu 2600 wamefariki dunia kutokana na Ebola na wengine zaidi ya 5000 wakiambukizwa. Huko Beni, kundi la vijana limeshambulia chumba cha kuhifadhi maiti na kuchukua maiti ya marehemu anayehofiwa kufariki kutokana na Ebola. Wahudumu wa afya na maafisa wa serikali wamehofia hatua hiyo inatishia kuongeza kasi ya maambukizi ya homa hiyo isiyo na tiba wala chanjo. Kutoka Beni, hii hapa taarifa ya Mseke Dide. Mochwari hiyo ya hospitali ya Rwenzori ilishambuliwa na vijana licha ya hasara zinazosababisha na kuhenea haraka kwa magonjwa haya ya Ebola, pamoja na kusambaa kwa kasi kwa virusi hivi vya aina ya bundibujo vinavyoelezwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea inapolinganishwa na milipuko mingine nchini humo, tukianza na ule wa mwaka wa 1976 iliyoitwa Zaire. Nilikutana na mmiliki wa mochwari iliyoharibiwa, Daktari Katembo Ngalika, aliyetupa picha ya matatizo aliyoyapata. Vijana wa muji walifika wana hasira sana. Sijue kama walipangilia kukuja kuharibu ama tu walitumiwa na watu fulani. Walipasula kioo zote za nyumba, wakapasula vitu vingine, wakaharibu milango ya morgue ili waingie ndani kwa kinguvu wachukue mwili ya ndugu yao. Wakachukua maiti, wakaenda nayo, wakabeba hiyo maiti kwa pikipiki na wakakimbia na maiti ndani ya mtaa. Nini kikawe chanzo cha vijana kumtendea hivyo? Daktari Ngalika alirejea na kuendelea kueleza akisema,
Inawezekana walikuwa tuna hasira kubwa kuja kubomoa kabisa, na walipangilia vizuri. Ngambo ya serikali tunapenda ikuwe ikasikia sauti yetu ili watu watembee pamoja na serikali ilinde usalama wetu. Wakijana wanapaswa kujua kama morgue iko nasaidia population. Tunapendelea tuambie wasubiri matukio, haiko maiti yote kumorgue ndiyo ni Ebola, hapana. Baadhi ya raia wanaho maoni gani? Bibi Helene Chakimwa Makule kutoka Lubero alikuwa na haya ya kueleza. Ninahuzunika sana kufatana na hali ambayo watu wanaendelea kuishi kufatana na kutokuelewa ugonjwa wa Ebola. Hatari nyingi ziko kufatana na ile ubishi ambayo watu wiko natia kufatana na kwa gizi epidemi ya Ebola ilikuwaka huku kwetu ku 2018. Wengi walikufa katika mji wa Butembo, makartie zilikauka, kila siku watu walikuwa nazika juu ya kutokuheshimia mipango ya wanganga. Upande wa vijana nilizungumza na Joel Kabunga, mmoja wa wanaharakati wa kiraia aliyekuwa na masikitiko na kusimulia yafuatayo. Katika mila ya Afrika naendelea kukumbusha kama mwili wa marehemu ama maiti inaheshimika sana tena zaidi. Iwe ilikufa na magonjwa, iwe ilikufa na ajali, magonjwa ya Ebola iko na ua sana tena zaidi. Tujikinge na tukinge jamii yetu. Kupenda jamii yetu ni kuikinga na kuheshimisha mikataba ambayo ziliweka tayari na viongozi wa kiafya ili tuweze kushinda pamoja hii magonjwa ya virusi Ebola. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Baada ya kila kipindi cha habari tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi si tukio dogo la kisiasa. Ni tukio linalohitaji maelezo ya wazi kwa Tanzania, hasa kwa sababu Nchimbi ameondoka madarakani chini ya mwaka mmoja tangu alipoteuliwa na kuapishwa kushika nafasi hiyo. Nchimbi amesema ameamua kustaafu siasa na utumishi wa umma na kwamba atajiuzulu nafasi ya makamu wa rais kuanzia Septemba 4 mwaka 2026. Lakini sababu aliyoitoa inazua maswali zaidi. Amesema alimwahidi Rais Samia Suluhu Hassan kwamba angelitumikia taifa kwa uwezo wake wote na kwa uaminifu. Lakini pia akamhakikishia kwamba siku yoyote rais angeona anahitaji makamu mwingine wa rais angeachia nafasi hiyo. Kisha akasema, nimejiridhisha pasipo shaka kuwa mheshimiwa rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Hapa ndipo swali kubwa linapoanzia. Rais anataka mabadiliko gani, na kwa nini mabadiliko hayo yamemfanya makamu wa rais aondoke madarakani baada ya muda mfupi kiasi hiki? Je, Rais Samia alimwambia moja kwa moja kwamba anataka makamu mwingine, au Dr. Nchimbi alisoma ishara za kisiasa na kufikia hitimisho kwamba wakati wake umefika wa kuondoka? Haya si maswali ya udaku, ni maswali ya msingi kuhusu uendeshaji wa nchi. Nchimbi si waziri wa kawaida, ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu wa pili kwa mamlaka katika nchi. Kwa hiyo kuondoka kwake ghafla kunapaswa kueleweka kwa umma. Zaidi ya hapo, Nchimbi hajasema tu anajiuzuru, amesema na staafu pia siasa na utumishi wa umma. Hilo pia linaongeza uzito wa swali. Kwa nini mtu ambaye ameshika moja nafasi kubwa zaidi katika nchi aamue kwa wakati mmoja kuondoka katika siasa na utumishi wa umma? Ni uamuzi wake binafsi? Ni matokeo ya mazingira ya kisiasa? Au kuna jambo kubwa zaidi ambalo umma bado haujaambiwa? Hatuwezi kusema kwa uhakika, na ni muhimu kutofanya hivyo. Lakini kwa upande mwingine kumekuwa pia na taarifa na madai kuhusu shinikizo dhidi ya Nchimbi, lakini hadi sasa hakuna ushahidi wa kutosha kusema kwamba hayo ndiyo yaliyomsababishia kujiuzuru. Kwa hiyo basi tunapaswa kutenganisha ukweli na uvumi. Ukweli ni kwamba Nchimbi amejiuzuru. Ukweli ni kwamba amesema rais anataka mabadiliko. Ukweli ni kwamba ameahidi kustaafu siasa na utumishi wa umma, lakini sababu pana ya mabadiliko hayo bado haijaelezwa kwa uwazi, na hapo ndipo serikali inapaswa kuwajibika. Serikali haipaswi kuacha wananchi wajenge majibu yao wenyewe kupitia minong'ono, mitandao ya kijamii na taarifa zisizo rasmi. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni Idhaa Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na Idhaa Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja Mwafrika.
Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 iliyopo Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi. Inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.